Kwa hivyo kile ambacho tunajaribu kushinikiza ni kwamba bado kuna muda wa kufanya lile ambalo wanachama wetu wanataka. Tuitishe mkutano, watu wachaguane, kwa sababu kwa sasa kila mtu amejua kuna kambi ambayo inaunga Ruto na kuna kambi ambayo haiungi Ruto. Tufanye uchaguzi. Iwapo tutafanya huo uchaguzi, wacha wanachama, kwa sababu mimi najua wanachama watachagua timu yetu ya Linda Mwananchi kuchukua uongozi wa chama hiki. Why are you convinced hivyo? Kwa sababu nimetembea katika maeneo ambayo yamekuwa ni ngome ya chama cha ODM. Unakumbuka kwamba tulianzia mikutano yetu kule Busia. Wengi hawajui, na kwa sababu mimi ndio katibu mkuu na ninaweka stakabadhi za chama, kaunti ambaye imesajili wanachama zaidi ambao ni wapiga kura ndani ya chama cha ODM ni Busia. Sio Homa Bay, sio Migori, sio Siaya, sio Kisumu. Sio Kisumu. Okay. Ni Busia ndio ina wanachama wengi zaidi wa ODM. Nimeenda kule mkutano wetu wa kwanza tulifanya ndani ya mji wa Busia. Na wametuambia ya kwamba kwa maoni yao wao wanataka tuende njia tofauti. Nimefika Mombasa kwa sababu Mombasa na hiyo imekuwa ni ngome ya chama cha ODM. Na kuna mtu ameuliza hapa swali eti tuna agenda gani kwa sababu ya watu wa Rift Valley ama wa Kalenjin. Yes. Nataka nimkosoe kwamba kuna lugha fulani ambaye kila mtu anaelewa. Nitakuuliza kwa mfano, baba alikuwa ni Mjaluo, si ndio? Anaondokea Siaya. Alitumia lugha gani ili tuweze kumchagua mwanachama wa ODM kuwa gavana kule Tana River, na wale hawaongei lugha yake? Kuna lugha ambaye kila mtu anaelewa, na ni lugha ya maadili, yale maadili ya demokrasia, ya haki. Kwa sababu ukiwa wewe ndio unazungumza lugha ya haki, uwe Mkalenjin, uwe Mluya, uwe Mjaluo, hiyo lugha kila mtu anaielewa. Na ndio kwa maana tunawaambia ndugu zetu kwamba Kenya ambaye tunaitaka sasa sio Kenya ambaye itaangaliwa katika misingi ya kikabila. Iangaliwe katika misingi ya maadili. Okay. Je, Mkalenjin anapenda demokrasia zaidi ya Mluya ama Mjaluo? Kila mtu anataka demokrasia. Vijana ambao wameuawa kwa mfano kwa kupost vitu kwenye Facebook na kwenye Twitter, haijafuata ati jamii fulani. Ni vijana wetu wengi, hata kule kwenye Rift Valley kuna vijana ambao wameuawa kwa sababu ya kupost kitu ambacho labda hakijamfurahisha mtu. Kila mtu anataka kuishi katika nchi yenye maadili. Unakumbuka kulikuwa na kashfa kubwa sana ambayo iliwahusisha vijana wengi kule Uasin Gishu ya kupelekwa kule Finland wakaibiwa pesa. Tunataka tumalize ufisadi Kenya. Unataka nikikuuliza ndugu yangu, wa Kalenjin wanataka tumalize ufisadi ama hawataki? Ndani kila Mkenya anataka haya mambo yafanyike. Kwa hivyo sisi tunataka tuseme agenda yetu ni kurudisha Kenya yetu kwenye reli ya maadili. Iwapo kutakuwa na nchi ya demokrasia, tuko na uhuru wa kusema, uhuru wa kutembea, uhuru wa kufanya mikutano, uhuru wa kuzungumza, uhuru wa kuabudu. Huo mfumo unafaidi kila Mkenya. Okay. Tunataka nchi ambayo inatawaliwa na sheria. Iwapo ndugu yangu una ile dispute na Sifuna, uende mahakamani, tuseme nimejaribu kunyakua shamba yako, mahakama iseme hii shamba arudishiwe mwenyewe. Alafu kwa sababu ati mimi ni senator ni kuambie hiyo karatasi uko nayo hiyo, we tuone pale itakupeleka, kwa sababu hii shamba bado ni ya senator. Nitume maguns pale. Tunataka nchi ambayo inatawaliwa na sheria, sio nchi ya mambo ni matatu bwana. Mnanielewa? Okay. So haya maadili ambayo tunataka kurudisha, kwa sababu katiba hii yetu tunayo imeweka tayari yale maadili ambayo tunataka serikali izingatie. Mtu yeyote anaweza kujenga barabara. Mwana demokrasia atakujengea bypass kama ile tumeona Eldoret kutoka airport, inatusaidia tukienda Western kule. Dikteta pia anaweza kujenga barabara. Niliwapea mfano, na unajua mnisamee tu kwa sababu niko kwa station ya Moi. Lakini Moi alitujengea uwanja wa Kasarani. It is a beautiful stadium, kila mtu anakubali. Tukafanya michezo pale miaka ya 80. Lakini ukiuliza Wakenya wengi watakuambia hawataki kurudi katika maisha ambayo ilikuwepo chini ya Mheshimiwa Moi, kwa sababu wakati ule polisi wangefika hapa watubebe bila sababu na tufungwe bila kufikishwa kotini. Sasa ukiuliza Gen Z wa leo, unamuuliza tu, wewe ukiambiwa uchague kati ya uhuru ambao tunao sasa wa kusema, wa kutembea, wa kufanya mambo ambayo unataka kuyafanya, ama tukujengee kiwanja cha Talanta, utachagua gani?
Swali nzuri Mheshimiwa Senator, katika baadhi ya maswali ambayo umeulizwa kwa sababu ya muda tunaelekea kumalizia, umeulizwa kwamba Linda Mwananchi mnasema kwamba ajenda ya kwanza ni kuhakikisha kwamba kunakuwa na mabadiliko ya utawala. Naam. Na hiyo ina maana kwamba ni kumuondoa rais aliyoko madarakani. Naam. Na ili hiyo ifanyike inahitaji muungano, kwamba watu waungane, mtu asije akapita katikati. Naam. Akakuuliza kwamba je, Linda Mwananchi, je, mko tayari kufanya kazi na United Opposition? Specifically, are you guys ready to work with Rigathi Gachagua? Nimesema wazi kwamba huu mfumo mzima wa kumfurusha William Ruto utahitaji kwamba tuwe na mazungumzo magumu sana, kwa sababu haitakuwa rahisi, manake na yeye pia ni mwanasiasa mtajika, amekwepo kwenye siasa na ana wafuasi wake. Mimi ninavyojua ni kwamba formula ya kumuondoa Mheshimiwa William Ruto ni kwamba tuingie katika muungano mmoja ili awe na opponent mmoja. Na kwa sababu unajua Wakenya wanasema, na nimejaribu kueleza hapa kwamba tunajaribu kurudisha Kenya kwenye reli ya maadili. Baada ya kukubaliana na ndio maana tunatembea katika maeneo mengi. Tunajaribu kuwashawishi Wakenya kwamba Kenya does not have a hardware problem. It is not about roads and markets and shiny things. It is about values of human rights, democracy and freedom, social justice, rule of law. Iwapo Wakenya watakubaliana na sisi kwamba tunaweza kujenga stadium lakini pia tusiue vijana wetu, iwapo watakubaliana na sisi, basi tutakuwa tumejenga frame. Kwa mfano, sijui nitoe mfano gani. Hii frame ambayo tumejenga hii, tunasema tunataka kurudisha reli Kenya kwa reli ya maadili. Yule ambaye atakuwa kinara ama yule atakuwa candidate wa kumtoa Mheshimiwa William Ruto, hafai kufanana na Ruto hata kwa kitu kimoja. Hata mapua yako ikifanana na yake tunakataa. So sijui kama mnanielewa. Tumekuelewa. Lazima hayo maadili tukubaliane, kwa sababu mimi kama Sifuna niliwaambia sisi si watu wa kuchochwa. Sisi si watu wa kuingiza wa hewa ati wewe Sifuna, na nataka niwaonye wa Kenya. Hii language ambayo nimeanza kusikia hii, wanasema ati Sifuna lazima aende kwa debe. Ati kama si Sifuna, nimesikia mwingine akisema hapa ati kama siko kwa debe ati tuachane mapema. This thing is not about Sifuna bana. Tunajaribu kukomboa nchi. Mkileta haya maneno mtasambaratisha hii opportunity ambayo tuko naye kuweka historia kwamba iwapo tutakuwa na serikali ambayo haitusikizi sisi wa Kenya, tutawafurusha tuende nyumbani. Nataka ngoja nieleze bwana boss, tafadhali msifanye hii kitu iwe juu ya Sifuna. Tunataka tujenge movement ambayo inaweza kuwa consequential, tuweze kuwa na movement ambayo inaweza kuleta mabadiliko katika Kenya hii yetu. Lakini wale ambao watapata fursa ya Wakenya waseme wewe ndio tunataka utuongoze, lazima tukubaliane wewe ni mtu aina gani. Na wakisema ni Edwin Sifuna, ndio nakwambia wacha tupitie hiyo process, kwa sababu unajua wengine ni jua wanijui. They think I am perfect. I am not perfect. I also have my flaws. We need to be tested, bro. We need everybody's history iwekwe pale. Kuulize Sifuna, tunajaribu kusema tunataka kumaliza mambo ya mauaji. Na wewe hii historia yako na mauaji itakuwaje? Tuulize hiyo swali. Tunajaribu kufurusha wafisadi. Na wewe hii shamba uko nayo ulitoa wapi? Tukikuweka wewe na Ruto kwa debate, na tumesema hii debate tunaifanya about software. Utapita hiyo interview. So let us go through the process. But what I want to give assurance is this, that we will not let you down. Sisi sio waoga, baba hakulea waoga, na kwa sababu mmetuonyesha upendo kwa kila mahali tunaenda. Nataka nichukue fursa hii kusema asanteni sana kwa kujitokeza. Mliona jinsi ambavyo ndugu zetu wa Kisumu walionyesha ile maturity ya kidemokrasia ya kwamba kuna hata kama maoni yangu na yako haipatani, tupe fursa tuzungumze. Wana Kisumu walitupokea kwa kishindo. Kuna wale ambao